Katika jua la alfajiri, pale ambapo upepo wa Iringa hupuliza kwa upole, kana kwamba unaandika mashairi hewani. Tarehe 30 mwezi Mei 2025 ilisakatwa historia ya kipekee katika chuo kikuu cha Iringa. Siku ambayo haikuwa tu media day, bali sherehe ya sauti, rangi na ndoto zinazoelezea angani kama baruni za matumaini. Tofauti na miaka ya nyuma, mwaka huu media day haikubaki ndani ya kuta nne za chuo. Hapana, safari ilianzia nje ya mipaka ya chuo. Majira ya saa 3 asubuhi, wanafunzi wa uandishi wa habari, kitengo cha mawasiliano kwa umma, walianza safari yao kutoka lango kuu la chuo kikuu cha Iringa kuelekea stendi ya Igumbiro. Safari ilichochewa na hali ya kupeleka sauti ya chuo chao hadi kwa wananchi wa Iringa na nje ya Iringa. Licha ya baridi ya asubuhi, mioyo yao ikawa joto la kujivunia walipotembea kwa tabasamu na mabango ya kuvutia, wakiwa mabalozi wa elimu, maadili na ubunifu. Hii ilikuwa ni mawasiliano kwa umma ya aina yake. Kwa mara ya kwanza walitoka nje ya eneo la chuo na kwenda kwenye makutano ya watu. Igumbiro stendi iligeuka uwanja wa matangazo, ambapo waliwakaribisha wananchi kujua zaidi kuhusu kozi, maadili na mazingira bora ya kujifunzia yanayopatikana chuoni Iringa. Kwa kupitia vipeperushi, mazungumzo ya ana kwa ana, waliweza kufikisha ujumbe wao kwa njia ya moja kwa moja, njia isiyohitaji tafsiri bali hisia. Kwa kipeperushi hiki, lakini pia kama una ndugu jamaa pia amehitimu na anahitaji kujiunga na ngazi ya chuo, unaweza ukatusaidia pia kumpatia kipeperushi hiki ili aweze kujiunga nasi. Tutashukuru sana kwa endapo utaonesha ushirikiano. Hata hivyo, mhadhiri wa idara ya uandishi wa habari Lemia Kalo hakutaka kufumba mdomo wake juu ya tukio hilo. Haya ndiyo aliyoyasema. Maana hiyo ukana biashara na mapema zaidi Licha ya kitengo cha mahusiano kwa umma kutoka nje ya chuo, lakini ndani ya chuo hakukupoa. Tulibaki timu 3 mahiri zikiendelea kupeperusha bendera ya media day, ikiwemo Hope FM radio ya chuo ilitingisha anga la Iringa kwa vipindi vya moja kwa moja, mahojiano ya kuvutia, burudani ya muziki na mijadala ya kijamii. UoI Digital TV haikubaki nyuma. Kwa kamera zao waliweka kumbukumbu ya kila tukio, walirusha matangazo mbashara na kufanya vipindi vya kipekee vilivyowavutia watazamaji hata kutoka nje ya Iringa. Katika upande wa uchapishaji, waandishi wa magazeti ya Campus I, Mwanazuoni na Iringa Kwetu, magazeti haya yalibeba hadithi zenye mvuto, ripoti makini za kitaalamu na makala zilizochambua maisha ya wanafunzi kwa jicho la ndani zaidi. Kila toleo lilisifiwa kwa ubunifu, matumizi fasaha ya lugha na picha zenye kuelezea hadithi kabla hata hujasoma. Miongoni mwa matukio yaliyosisimua mno ilikuwa ni fainali kali ya mpira wa miguu iliyochezwa mchana ya Mei 31 pale uwanja wa Kigonzile ulipojaa kama kawaida yake. Timu mbili nguli, Bajitu na Bajifili, zilichuana vikali mbele ya mashabiki waliojaa hamasa na nderemo. Mechi hiyo ilikuwa ya kuvutia, yenye mbinu kali na pasi tamu, lakini mwisho wa yote Bajitu aliandika historia kwa kuibuka mabingwa baada ya kuacharaza Bajitatu kwa mabao 2-1. Mchana ulipofifia na jua kutua, wanahabari wa UoI walihamia katika tukio la kifahari lililofanyika ukumbi maarufu wa Bwawani, tukio la kufunga pazia la maonyesho hayo kwa namna ya kuvutia na yenye hadhi ya juu, likiwa na mandhari maridadi, taa za rangi, muziki wa kuvutia na wageni wa heshima. Hafla hii ilikuwa kama tamati ya filamu nzuri ya kusherehekea juhudi, weledi na vipaji vya wanafunzi.
Maonyesho haya ya vyombo vya habari hayakuwa tukio la kawaida, yameacha alama, yameleta msisimko na yamethibitisha kuwa Chuo Kikuu cha Iringa ni kiwanda cha vipaji na wanafunzi mahiri. Kuanzia redio ya Hope FM, runinga ya UoI Digital, magazeti ya Mwanazuoni, kampasi aina Iringa kwetu, hadi mpambano wa fainali na usiku wa heshima bwawani, kila sehemu ilikuwa hadithi ya mafanikio, juhudi na mshikamano. Licha ya matukio hayo yote, lakini kulikuwepo na uchaguzi wa viongozi wa Press Club ambao walichaguliwa asubuhi ya Jumamosi ya tarehe 31 kabla ya kuenda uwanjani. Msimulizi na mwandaaji wa makala haya ni mimi, Rose Merselu.